Mabibi na mabwana, karibuni tena kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tafadhali, kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii ya The Book of Magic Stories, bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Jina langu naitwa Ayubu Obedi, na sasa tunaendelea na mwendelezo wa hadithi yetu ya maisha ya Lango. Ndugu mtazamaji wa The Book of Magic Stories, bwana, baada ya Lango kumuua yule ndege, kumuua yule mwewe kwa njia alizokuwa anajua mwenyewe, wananchi wa mji ule wa Dati walitokea kumwamini sana, na kwa hatua ile walizunguka mnara ule ambapo chini yake alikuwepo Lengo na yule ndege aliyekufa, wakishangilia, wakimpa pongezi bwana Lango kwa kufanya kazi hiyo kubwa ya kumuua adui namba 1 ambaye ni yule mwewe katika nchi hiyo. Ndipo wakasema kwamba kwa kazi aliyoifanya Lengo inabidi aende akakutane na meya kama bosi wa ile nchi, inabidi aende akakutane na Lango, aende kwa meya, kwa sababu meya anamhitaji Lango kwa kazi aliyofanya. Ni kazi kubwa ya kumuua yule ndege, basi meya anamhitaji Lango. Na watu wakazungumza. Lengo kwa mara ya kwanza ameshangaza dunia na amepata bahati ya kwenda kukutana na meya. Watu wengine wakazungumza, je, ina maana anaenda kufa? Hapana. Watu mwingine wakajibu, haendi kufa. Mimi na wewe hatujui kitakachoenda kumkuta kwa meya, lakini huenda akawa ni solution. Kisha na asubuhi ya alfajiri ilipofika, jua likichomoza, Lango alifanya safari ya kuelekea kwa meya. Akiwa amevaa shati lake jekundu, aliingia kwa meya, akafika akakaa waiting room. Kisha msaidizi wa meya ambaye alikuwa ni binti mmoja secretary akamwambia, subiri, unaweza kuketi hapo, meya na kikao. Atakapomaliza kikao, basi nitakuruhusu uingie ndani ukaonane na meya, kwa sababu meya ana mengi ya kuzungumza na wewe. Kisha Lango akakaa hapo waiting room akisubiri meya amalize kikao, kisha yeye aingie katika ofisi ya meya waendelee kuzungumza. Na muda ulipofika, kijana Lengo akaingia katika ofisi ya meya. Meya akamwambia, water, Mr. Lengo, water. If you have water, you can control the world. Maji, Mr. Lengo, maji. Kama una maji unaweza kuiendesha dunia. Kisha meya akachukua maji kidogo, tone la maji, akadondosha katika sehemu hivi ya ofisi yake. Wadudu wengi wakavamia yale maji na kuanza kunywa. Mr. Meya akamwambia Lengo, tazama hawa wadudu wanavyogombea haya maji. Hii ni hali halisi kwamba maji ni muhimu kwa binadamu. Kisha meya akachukua glasi ya maji katika ile chupa, akamwekea Lengo. Lengo akiwa na huzuni katika moyo wake, baba, haya maji hayatoshi. Moyo wa Lengo jisemea, kwa sababu Lengo alikuwa na siku kama ya 7 ya 8 hajakunywa maji, anatamani maji, na meya maji aliyomwekea anaona hayatoshi. Meya alisema, Mr. Lengo,
control the water and you can control everything, kwamba kama unaweza kuyaendesha maji basi unaweza kuendesha kila kitu. Na mazungumzo yakaendelea, mazungumzo yakiwa ni marefu, wakijadili hili wakijadili lile, Mr. Meya akimuuliza Mr. Rengo maswali mengi makubwa magumu na kuchakata katika ubongo wa Rengo, lakini Rengo aliendelea kujibu kila swali ambalo alikuwa anaulizwa na Mr. Meya. Baada ya mazungumzo marefu, Bwana Meya alitoka na lango katika nje ya nyumba yake, katika rooftop, sehemu ya juu kabisa ya lile jengo ambalo alikuwa anaishi Meya, wakiona view ya mji wote wa Dati. Meya akimwambia lango, Mr. Rengo, tazama watu wangu, wale ni marafiki zangu. Tazama maisha ya hapa yalivyokuwa ni magumu, watu wanatafuta maji. Lakini kwanza nikupe hongera na pongezi kwa kumuua adui namba 1, ambaye ni ule ndege ambaye alikuwa akiwatafuta na kuwatafuna kila siku. Sasa adui ambaye amebaki ni adui namba 2, ambaye ni maji. Maji ni adui namba 2. Inabidi tupambane mpaka tuhakikishe maji yanapatikana. Bwana. Rengo hakuwa na cha kujibu. Alitikisa kichwa, ishara ya kukubali majukumu aliyokuwa akipewa na Meya. Bwana. Kisha Meya the boss akafungua kidraw maalum fulani hivi, akatoa kitambulisho cha uaskari akamkabidhi Bwana Rango, huku akisema, Mr. Rengo, kwa sababu hawa watu wamekuamini na umefanya jambo kubwa katika nchi hii, basi mimi nitakufanya kuwa askari. Fanya kazi yako vizuri kwa weledi, wasimamie watu wangu kama vivyo wanakuamini na mimi nakuamini. Hivyo utakuwa mlinzi wa nchi hii na utakuwa kamanda mkuu wa nchi hii, ukihakikisha usalama wa raia na mali zao. Pia haki ikatendeke katika nchi hii. Wewe kuanzia leo ni askari na mimi nimekufanya kuwa askari, na hiki ni kitambulisho cha uaskari. Bwana Rango alishukuru kupewa cheo kile na Meya, na hapo Mr. Rango kwa mara ya kwanza alikuwa ameaminika kwa Meya katika ile nchi ambayo alienda kutafuta maisha. Amebahatika na kupata cheo na kuwa askari. Hivyo sasa Mr. Rengo anaheshimika katika nchi ya Dati. Na baada ya hapo Mr. Rengo akaondoka akiwa na kitambulisho cha askari, lakini huku nyuma msaidizi wa Meya the boss akamwambia, Mr. Meya, huyu bwana anahisi tatizo. Mr. Meya akasema, no, he is the solution. Huenda huyu akawa ni solution au suluhisho la matatizo, kwa sababu watu wameamua kumwamini, basi acha na sisi tumwamini. Hapo Mr. Rengo akarudi tena mjini katika mji ule wa Dati kuendelea na majukumu yake kama kawaida, watu wakimwamini, watu wakimsikiliza na watu wakimpa ushirikiano mkubwa, kwa sababu amefanya jambo kubwa na la msingi mno, kumuua yule mdudu. Baada ya Mr. Rengo kurudi katika mji wa Dati, moja kwa moja aliingia katika jumba la kubadilishia nguo ama kituo cha polisi. Hivyo alienda kupata uniform za kazi. Vile watu wengi walikuwa wakimzunguka wakijaribu kumuuliza maswali haya na yale. Je, changamoto katika mji ule wa Dati zitatatuliwa vipi na Mr. Rengo akiwa ni askari? Wakati huo yule binti ambaye alimtolea nje kwa mara ya kwanza, akimtambua kwamba hamjui,
yule binti anaitwa Binsi alianza kuzungumza na Rango. Bwana, Rango alikuwa matawi, alikuwa hana hata muda wa kumsikiliza yule binti. Binti aliongea, lakini Rango tayari alikuwa ni askari. Rango ashakuwa matawi, hana hata muda wa kumsikiliza yule binti. Rango alikuwa amezungukwa na wananchi wengi kweli kweli, wakizungumza hili, wakizungumza lile. Rango akisaini vitabu, akisaini madaftari, akisaini vitu vingi, akishughulikia matatizo katika ule mji wa Dati. Maisha yakiendelea, siku zikapita. Hakika Rango alikuwa shujaa. Na siku iliyofuata, Mr. Rango asubuhi na mapema aliamka na kuendelea katika majukumu yake ya kawaida. Na katika siku hiyo ya Jumatano, saa 6 kamili mchana, kengele ililia. Wananchi wote walijipanga mistari. Mziki ukapigwa, wakaanza kucheza kwa mstari. Bahati mbaya Rango hakujua hizo mila na desturi za hapo. Alikuwa akishangaa wananchi wakichukua machupa, kila mmoja akichukua chombo chake cha kwenda kutekea maji. Kisha walianza kutembea kwa mstari wakielekea katika bomba moja kubwa ambao lilikuwa na wapatia wananchi wote maji. Na hapo mazungumzo yaliendelea. Katika ule mstari, bwana mmoja alimwambia Rango, umemuua yule ndege, sasa nyoka anakuja. Kisha binti mmoja akadakia akasema kwamba ndiyo, yule ndege umemuua, ni shida kwa sababu yule nyoka akati alikuwa anakuja kutusumbua katika nchi yetu, yule alikuwa anamuogopa yule ndege. Sasa umemuua yule ndege, basi yule nyoka anakuja. Safari kaendelea, wakaendelea kutembea, wakatembea na kutembea, wakatembea kwa muda kama nusu saa hivi. Na kisha wakafika kunako bomba moja kubwa. Ngazi katengenezwa. Meya akapanda katika juu ya ngazi na akasema, ndugu zangu, majirani zangu, nina furaha kubwa leo tumekusanyika hapa. Lakini leo tuko na mgeni mmoja ambaye amefanya jambo kubwa katika nchi hii, na yeye sio mwingine, jina lake anaitwa Rango. Amefanya kazi ya kumuua yule ndege. Kwa hiyo leo yeye ndo atakuwa mtu wa kwanza kupata maji, yeye ndo atakuwa mtu wa kwanza kukinga maji. Bwana, kumbe Mr. Rango alikuwa hajui kama huko anaenda kuchota maji, na alikuwa hana hata chombo cha kutekea maji. Ndipo Mr. Rango akamnyang'anya chombo kimoja mmoja wa watu walikuwa katika mstari, akaenda kukinga maji. Wakahesabu, wakaongea, meya akisema, jamani watu wangu katika mji wangu wa Lentoria, karibuni tena, sema haleluya. Watu wakaitikia haleluya. Meya akasema, jamani, leo tunajiandaa hapa kufungua, leo tunajiandaa kufungua maji ili kila mmoja wetu apate maji na maisha yaendelee kama kawaida katika mji wetu wa Dati. Watu wakaitikia haleluya, haleluya. Na kisha meya akasema, ndugu zangu, leo tuna mgeni hapa, na yeye ndo atakuwa mtu wa kwanza kupata maji. Kisha Rango alipita mbele akakinga maji, na maji yale yalipofunguliwa, baada ya maji likatoka tope. Watu wakataharuki, watu wakapiga kelele, jamani, kama maji ndo hakuna, natoka tope mpaka Jumapili tutakuwa hakuna maji hapa, tutaishije? Na ndipo watu wakakimbilia benki, walikwenda kuhifadhi maji yao. Benki vurugu ilikuwa ni kubwa, watu walikuwa wakibishana, watu walikuwa wakisukumana, kila mmoja akihitaji maji. Na kisha Rango akatokea sasa, akapiga risasi juu, jamani, sikilizeni, acheni vurugu hapa,
kama maji hakuna basi. Kisha Lango akaendelea kusema, hebu subirini Mr. Merrick, hebu fungua maji, fungua bomba, fungua mlango wa benki. Kisha Lango akachukua kikombe cha maji akawaambia, sasa nataka nitengeneze pointi hapa. Nataka nitengeneze scenario hapa. Kwa mfano wewe hapo sasa, Lango anatoa mfano. Wewe hapo umekuja ukachota maji ukanywa. Bwana Lango akanywa maji kwa mara ya kwanza. Alafu anakuja mtu mwingine akachota maji akanywa. Lango tena akanywa maji kwa mara ya pili. Alafu akaja tena na mwingine akachota maji akajimwagia kama hivi. Hapa wote baada ya siku 3 tutakuwa tuna maji, wote tutakufa. Watoto wakasema ndio. Bwana Lango alikuwa ni mjanja. Na hapo tayari alikuwa ameshakunywa maji. Lango akajiuliza, aisee, hivi kumbe maji kweli hapo hapa? Na kisha Meya akasema, jamani ndugu zangu, haya maji hapa benki ni vyema kama tungeacha, tutafute maji mengine na haya endelee kukaa hapa kama maji ya dharura, kwa sababu kama tukiyatumia hapa ni kesho tu tutakuwa wote tuna kiu na wote tutakuwa tunahitaji maji. Hivyo haya maji ya benki tuache endelee kusalia benki na sisi tuendelee kupambana kupata maji huko, ili kesho haya maji yaje kutusaidia baadaye. Watu wakasema ni kweli, hii ni kweli, ngoja tuendelee kusubiri. Na hakika wakaanza kusubiri. Na siku iliyofuata usiku kama wa saa 8 hivi, Lango akiwa katika doria akiwa anapita pita, na wakati huo Lango bwana alikuwa amelewa. Bwana Lango alikuwa amelewa, akakutana na watu wakiwa wanachimba kutokea chini ya ardhi. Kumbe bwana watu walikuwa ni wezi na wamekuja kuiba maji kunako benki. Bahati nzuri Lango akawaona, akauliza, nyie mnaenda wapi? Nyie ni wezi au? Sasa Lango akaleta zana, silaha, akamwambia, sasa nyie mnaonekana ni wezi, hebu chagueni silaha hapa hapo naweza nikawachapa nayo. Wakati huo Lango akiwa amelewa akaendelea kuandika na kuandika na kuandika. Na asubuhi ilipofika, mtu mmoja katika kijiji katika mji ule wa Dati akatoka akisema, jamani majirani, maji yameibiwa, maji yameibiwa, maji yameibiwa, maji yameibiwa. Taharuki ikawa ni kubwa katika mji wa Dati. Watu wote wakimbilia benki, na ile chupa kubwa ambayo iko katika benki tayari kwa imeshaibiwa. Lango akashtuka akasema, aisee, hasa kama hawa watu wameiba maji tayari, sasa mimi nishati wa aibu, taonekana sio askari mzuri. Meneja wa benki Mr. Merrick alikuwa hayupo katika benki wakati huo, haonekani kabisa alipo. Meya akatoka akasema, tunajua ni jambo gani tunachotakiwa kufanya sasa hivi. Na pia Lango akasema, ni kweli tunajua ni nini ambacho tunapaswa kufanya sasa hivi. Maji yameibiwa, kinachotakiwa ni kutafuta wezi walioiba haya maji njia walizopita na popote walipo, ili tuhakikishe kwamba maji tunarudisha nyumbani. Taharuki ikiwa kubwa katika benki. Na Lango akasema, sikilizeni, kama maji yameibiwa, sasa ni kila mtu anatakiwa kushike silaha yake ili tuelekee katika majukumu ya kuwasaka wezi. Watu wote wakanyosha bunduki zao juu. Lango akasema, msininyoshie bunduki mimi, kinachotakiwa ni kwenda kutafuta wezi. Na hapo safari ikaanza katika kwenda kutafuta wezi, safari ikiwa ni ndefu. Wako wamepanda farasi, wengine wako wamepanda punda, wakikimbia kwa kasi katika jangwa, wakifukuzia wezi ambao hawaonekani hata walipopita. Katikati ya safari wao wakaanza kuuliza, jamani, hivi tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Lango akasema, ila kweli tumechukua tu farasi tunakimbizana, hatujui hata tunakoenda. Bwana, ikabidi warudi tu wenyewe wakiwa wamechoka, wanatembea kwa huzuni, sura zimewaporomoka, hawaelewi hili wala hawaelewi lile, wakiwa wanarudi kupiga mahesabu upya. Je, maji wanayapata wapi?
Bwana, ndivyo Mr. Rango na wananchi wengine waliojitolea kutafuta maji wakaamua kurudi katika benki ili waanzie pale benki kutafuta ramani ya wale wezi walioiba maji. Walipofika benki wakakuta kuna shimo moja kubwa limechimbwa, ndipo wakaanza kufuata njia za shimo hilo ili wajue wale wezi wametokea wapi. Bwana, wakaingia katika shimo kwa ustadi, wakabeba miale ya moto katika shimo lile. Kwa chini kuna mapango, wakiendelea kupita na kutembea wakitafuta njia ya kutafuta wale wezi walipopita. Bwana, na kisha mtu mmoja kati yao akamwita Mr. Rango, afande, njoo bwana afande, kuna kitu nimekiona huku. Ndipo Mr. Rango akasogea, wakapiga mahesabu, wakazungumza, wakamuuliza afande, sasa afande, tunapita wapi sasa? Huku chini njia za pango ni kubwa, ni ndefu, tunapita wapi? Ndipo Mr. Rango akawaambia, hawa majizi wamepita hapa, wamepita huku, wamefuatisha huku, kwa hiyo tuendelee kufuata, tuendelee kutembea mbele mpaka tutakapojua wapi walipopita. Safari ikaendelea, wakiendelea kutembea katika lile pango kubwa ambalo liko chini ya ardhi. Wakaendelea kutembea huku wakawa wameshika miale ya moto, wakiendelea kutembea na kuulizana maswali, wakiendelea kutembea wakiwa wanapiga mahesabu makali ili waweze kujua kwamba wale wezi waliopita na lile dumu la maji walioiba benki, je, wamepita wapi? Mr. Rango aliendelea kuwaongoza. Mr. Rango alikuwa ni afande mzuri. Mr. Rango aliendelea kuwapigisha stori. Mr. Rango aliendelea kuwapa moyo, safari ikiendelea kutafuta wezi. Mtu mmoja pia kati yao akauliza, hivi kule afande Mr. Rango anajua kule njia? Wenzake wakamjibu, wewe fuata afande anachosema, acha kuuliza maswali. Na baada ya muda mfupi Mr. Rango akageuka akawaambia, chochote utakachofanya hakikisha unafanya kile ambacho nakwambia, hakikisha unafuata na unakanyaga pale ambapo mimi nimekanyaga. Safari ikaendelea. Na baada ya safari ndefu Mr. Rango akawaambia, kila mmoja wenu azime moto aliokuwa nao katika mkono wake. Ndipo baada ya kuzima ile miale ya moto, juu kabisa ya ile pango wakaona mlango wa kutokea juu ya ardhi, mlango wa kutokea katika ardhi ya tambarare ya dunia. Binti mmoja akauliza, jamani, kwa ndo tunapanda huko juu? Mr. Rango akamwambia, ndio, hawa wezi walipita hapa wakapanda mpaka juu, hivyo na sisi hatuna budi kupanda huko juu. Ndipo mmoja baada ya mwingine wakaanza kupanda juu taratibu, mmoja baada ya mwingine wakaanza kupanda juu taratibu, mmoja baada ya mwingine akaanza kupanda juu taratibu. Na kisha baada ya kutokea juu wakamkuta Mr. Merrick, mlinzi wa benki, akiwa amekufa juu ya tambarare ile. Mr. Rango akasema, aisee, huyu bwana Mr. Merrick alikuwa anafuatilia wezi, ila bahati mbaya wezi wamemuua. Inaonekana sio walikuja zaidi ya mmoja na wamemuua. Ndipo akaamua kufanya mazishi ya kumzika Mr. Merrick na kumpumzisha kwa amani. Mr. Rango akaongoza sala maalum kwa ajili ya mazishi, kisha akampumzisha Mr. Merrick kwa amani. Mr. Rango akasema, mabibi na mabwana, tumekusanyika hapa ili kumpumzisha ndugu yetu. Na kisha wakakaa kimya kwa muda, wakasema amen. Kwa mbali kidogo akamwona mwenzao yule Muhindi. Mr. Rango akamfuata, oya baba, vipi, mbona uko peke yako, unafanya nini? Yule Muhindi akasema, naongea na nafsi hapa, nataka nijue wale wezi wamepitia wapi. Mr. Rango akakaa kimya, kisha yule Muhindi akamwambia, wale wezi
walioiba maji wamepita njia ile, inabidi wote tufuate njia ile. Na kisha Mr. Rengo akawaita wenzake na safari ikaanza. Na hapo safari ikaanza kuwafuatilia watu watatu ambao wameiba maji katika benki, mmoja akiwa ni kiziwi, mmoja akiwa ni kipofu na mmoja akiwa ana matatizo ya akili. Ndipo hapo safari ikaendelea, wakaride farasi zao, wakakimbiza farasi zao, wakikimbia na kukimbia usiku na mchana, wakifukuzia wezi walioiba maji. Lango akiwaongoza, Lango akiwapa moyo, safari ikiwa ni ndefu. Mchana jua kali wakasimama, mchana jua kali wakakaa wakapumzika, na jioni ilipofika wakakaa wakaendelea kupiga stori, na asubuhi kulipokucha wakaendelea na safari kama kawaida, safari ikiwa ni ndefu. Na usiku ulipoingia tena wakawasha moto mkubwa na kupumzika. Kisha wakianza kuzungumza, Mr. Rango akizungumza hili, Mr. Rango akizungumza lile, wakijadiliana na wakiuliza maswali. Hivi Mr. Rango, afande, hivi kweli maji yetu tutayapata? Mr. Rango akamwambia, msiwe na wasiwasi, maji tutayapata na tutarudi nyumbani. Usiku ule Mr. Rango macho akiwa amemlegea, akiwa na usingizi mzito, akitamani kulala lakini bado ilikuwa ni ngumu kwake. Wakiendelea kupiga stori, wakiendelea kuzungumza, kisha Bensi kisha Bensi akauliza swali, je, kesho asubuhi tutakapofika tutaanzia wapi Mr. Rango? Mr. Rango akamwambia, kesho asubuhi kutakapokucha tutaanza upya na ajenda mpya na njia mpya za kuwafukuza wale wezi. Ndipo usiku ule wakalala na kupumzika, na asubuhi kulipokucha safari ikaendelea. Na asubuhi iliyofuata wakafika sehemu ambapo kuna kambi ya wale majambazi walioiba maji. Majambazi wakiwa wanabishana wao kwa wao, mbona mpaka sasa maji bado hayajafika? Ila kwa mbali likaonekana dumu lenye maji likiwa linakokotwa na farasi mmoja likielekea katika ile kambi ya wale majambazi. Mr. Rengo akitazama, kisha akasema, hawa majizi ndipo wanapoishi hapa, kila mmoja andae silaha yake. Ndipo silaha zikaandaliwa, kila mmoja akaweka silaha tayari kwa vita, wakijiandaa ili kuvamia katika ile kambi ya wale majambazi. Lakini Rango akamwambia, tafadhali sikilizeni, mimi na mipango ya kuvamia hapa. Inabidi tutengeneze njia ambayo ni sahihi, njia ambayo ni bora. Rango kama kawaida yake, Rango ni mtu mwongo, Rango ni mtu mjanja, Rango ni mtu wa kuwafunga kamba wenzie ili aonekane ni bora kuliko wengine. Lakini Rango alikuwa ana mawazo mapana, alikuwa na mawazo makubwa. Ndipo Rango akaanza kuwapa mbinu, akawafunga kamba, akawaelekeza nini wanatakiwa kufanya ili kuingia katika ile kambi ya wale majambazi. Na upande wa pili wa wale majambazi, mmoja akawa amekasirika, akianza kumpiga mwenzie, mbona mmechelewa? Mpaka sasa ndo mnaleta maji? Mwenzie akisema, ni huyu mwenzangu ndo alikuwa amepoteza maji tangu jana usiku. Sasa huku mipango ya bwana Lango akiongea na binti Bezi, wakaingia katika kikundi cha majambazi katika ile kambi ya majambazi, kama watu ambao walikuwa wanaleta michezo, kama sherehe fulani hivi, ili kuwapumbaza wale majambazi waweze kuzani kwamba hawa sio watu wa kawaida, hawa ni wageni tu wameingia katika ile kambi ya majambazi, lakini hawana silaha wala kitu chochote cha kawaida. Wale majambazi wakauliza, kuna nini? Na nyinyi ni nini? Kwa nini mmefika hapa? Shida yenu ni nini? Wakati huo katika lile duara, Lango alisema, leo tunakuja kutoa hadithi hapa bwana, ya binti mfalme aliyetaka kujiua kisa kakosa mapenzi. Kijana mmoja wa karibu na Lango akasema, bwana, ndio hivyo, binti yangu anataka kujiua kwa sababu amekosa mpenzi, ndio maana anataka kujiua.
hadithi na drama zilikuwa nyingi, wakitafuta mbinu ya kupata maji katika ile kambi ya wale majambazi. Na muda ule ule Mr. Rango na wenzie wakatoa silaha na kumnyoshea wale majambazi watatu waliokuwa pale. Mko chini ya ulinzi, wewe na familia yako yote. Yule jambazi akacheka. Mimi na familia yangu? Je, mnajua familia yangu iko wapi? Na ghafla watu wakaanza kutoka chini ya ardhi, makumi kwa makumi, mamia kwa mamia, maelfu kwa maelfu. Rango akasema, oh my God, is full house, wamejaa nyumba nzima. Na hapo simulizi yetu ya Rango inafikia sehemu ya pili, na kesho tutaendelea na sehemu ya 3. Ndugu mtazamaji wa The Book of Magic Stories, tafadhali usikose sehemu inayofuata ya simulizi hii ya hadithi ya Rango. Sehemu ya 3 itafuata kesho. Wote mnakaribishwa, karibuni tena. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau kuandika unatazama kutokea wapi. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Mpaka kesho wakati mwingine kama huu, tukutane tena kwa episode ya 3 inayofuata ya simulizi yetu safi ya Rango. Asante na kwaheri.